Akizungumza ofisini kwa Kiwete, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kaskazini Pemba, Mberwa Hamadi Mberwa, amesema Mzee Karume alikuwa kiongozi mwadilifu, aliwatumikia wananchi wa Zanzibar bila ya ubaguzi. Nililiona wakati ni rais, yale mambo yote yaliyokuwa kufanya Unguja, basi na Pemba alikuwa anayafanya. Kwa mfano ni majumba haya maendeleo kwa hapa kwetu kaskazini, tunayo hapa Mtevani Wete na tunayo na Mcheweni. Sasa nikaona ninalofanyika Unguja hakuweka ubaguzi kabisa, na Pemba analifanya. Nyumba hizi za makazi ya wazee Unguja kule ya Kusepleni, na sisi hapa Pemba kaskazini tunayo hapa nyumbani. Kwa kweli mimi namshukuru sana marehemu. Akizungumzia uongozi wa awamu ya 8 ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mzee Mberwa amesema imeleta maendeleo makubwa kwa wananchi wa visiwa vya Unguja na Pemba. Kwa kweli hizi awamu ni kama mbio zile za vijiti za kupokezana, kila mmoja ana staili yake na ninafanya. Ukilinganisha na awamu 7 zilizopita, na ukitazama awamu ya 8 tunaendelea nayo, hii awamu ya 8 imezidi kupiga hatua ya maendeleo, kwa sababu ni kuitizama Pemba mzima imeeneza barabara za ndani. Naye Masudi Hamadi, Mzee Mpemba, akizungumza na mwandishi wa habari, amewataka vijana kujifunza historia ya Mzee Karume, huku akiwasisitiza kumwenzi kwa kudumisha amani. Na Karume yeye mwenyewe ndio mwana mapinduzi. Kwa hivyo mpaka kufikia tarehe ya leo ambayo ndio siku yake ya maombolezo, nafsi inatusuta, ni lazima tuwe tunamkumbuka. Lakini si hoja tu kwamba lazima mkumbuke ndani ya moyo, lakini hata hii yote ni neema zake Karume. Mwambie vijana kwamba nyinyi umri wenu huu mliofika hapa hamkumfahamu Karume, lakini chukueni historia kwetu sisi. Kwa hivyo marehemu ni marehemu, haifai kukejeli maendeleo yake, na muangalie mfano wake. Mzee Abedi Amani Karume aliuawa tarehe 7 ya mwezi wa 4 1972. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Molde Hamisi.